Naomba nisome Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo ukienda kwa nguvu ukienda kwa kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Baba Mtakatifu, libariki neno lako Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Andika Roho Mtakatifu ashuka siku ya Pentekoste. Mada yetu Roho Mtakatifu ashuka siku ya Pentekoste, na kiini cha ujumbe wetu wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Tunasema leo ni siku ya Pentekoste. Nimekwenda kusoma maandiko haya katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, ambayo Luka ambaye aliweza kuandika kitabu hiki aliandika mwaka ule wa 63 baada ya Kristo kuzaliwa, na wakati huo anamwandikia mtu mmoja anaitwa Theofilo ili kumwonyesha yale yote ambayo Yesu alianza kufanya na kufundisha mpaka alipochukuliwa kwenda juu. Sasa nataka tuangalie, nimesema Roho Mtakatifu alishuka siku ya Pentekoste, lakini nini maana ya Pentekoste? Lazima tuielewe kwanza ile maana ya Pentekoste. Tunasema kwamba Pentekoste ilikuwa ni sikukuu kubwa ya pili katika mwaka wa Kiyahudi, ambayo tunaona wazi kwamba ilikuwa ni sikukuu ya mavuno, ambayo walikuwa wanasherehekea mavuno ya nafaka au mazao ya nafaka, na haya walikuwa wanayatoa kama malimbuko kwa Mungu aliye hai. Sasa kwa jinsi hii tunasema Pentekoste katika kanisa lake huashiria mwanzo wa mavuno ya Mungu ya roho za ulimwengu. Ninaomba niende kidogo taratibu ili tuende vizuri, ili hata wewe unaandika uweze kuandika. Nyumbani, amina. Amina. Tutaangalia kushuka kwa Roho Mtakatifu, Matendo 2 mstari wa 2 mpaka ule wa 4. Roho Mtakatifu aliposhuka, mambo makubwa manne yalitokea siku hiyo, na ambayo tunaweza kusoma mahali hapa. Moja ni uvumi kama uvumi wa upepo ulitokea katika ile Yohana sura ile ya 3 na mstari ule wa 8. Biblia inasema hivi: upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali ya kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Sasa tunaposema uvumi kama uvumi wa upepo, unaonyesha utendaji wa asili wa Roho Mtakatifu. Unaweza ukauona upepo, huwezi kuona, lakini utaona kazi za upepo, namna zinavyofanya kazi. Unaona mapaa ya nyumba yanang'olewa, inaizuliwa, miti inavunjika, na vitu vya ajabu vinafanyika na upepo, lakini huwezi kuona ule upepo, lakini unaona yale matukio. Na ndivyo Roho Mtakatifu alivyo, kazi zake ndizo zinaonekana. Tunaona watu wanajazwa Roho Mtakatifu, na siku ya Pentekoste walikuwepo mahali pamoja wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaona kwa Roho Mtakatifu yeye ndiye
amina kama unanielewa. Roho Mtakatifu ni mtoa uzima, lakini jambo la pili, ndimi kama ndimi za moto. Hii inaonyesha ya kwamba ni kukubaliwa kwa hekalu ama kukubaliwa kwa madhabahu. Ikumbukwe katika Agano la Kale, kila madhabahu ilikuwa inazinduliwa kwa moto. Kwa hiyo na inapozinduliwa kwa moto, maana yake imekubaliwa. Sasa zile ndimi za moto zinaonyesha kabisa kwamba Mungu alikuwa anahama kutoka kwenye hekalu iliyotengenezwa kwa mikono, akihama pale Yerusalemu na kuingia kwenye kanisa lake ambalo alilinunua kwa damu yake ya thamani. Maana yake anatoka anahamia katika hekalu ambalo ni kanisa lake. Ninataka unielewe ya kwamba wewe ndiye hekalu la Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu anakuja ndani yako, na tunaposoma maandiko ya kwamba wakati huo tunaona watu wamekusanyika, wanaendelea kumlilia Bwana, wanaendelea kuomba. Maana siku ya Pentekoste, maana ghafla kukatokea uvumi kama uvumi wa upepo, na ndimi kama ndimi za moto zikagawanyikana kwa kila mmoja. Je, leo hii mbona hatuoni? Haleluya. Mbona haitokei? Ni kwa sababu wakati huo ndio ilikuwa mwanzo, na ndio ilikuwa inazinduliwa kanisa la Mungu aliye hai. Lakini tatu, kujazwa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 2:4, kujazwa Roho Mtakatifu. Biblia inasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Hii ni roho ya namna gani? Wote wakajazwa ama wakabatizwa. Kubatizwa na Roho Mtakatifu maana yake ni kuzamishwa katika Roho Mtakatifu, ni kuzamishwa katika uwepo wake, ni kuzamishwa katika nguvu za Mungu. Na hii ndio tunatamani na tunalia kwamba katika siku hii ya Pentekoste, ninatamani kuona Roho Mtakatifu anakuja ndani yako kwa wingi, anakuzamisha kabisa, unapokea nguvu mpya. Haleluya. Kwa hiyo tunaona wazi ya kwamba tunapokea nguvu kupitia Roho wake Mtakatifu ambaye Mungu amemwahidi. Lakini 4, kunena kwa lugha nyingine. Tunasema hii ni lugha ambayo mtu hajawahi kujifunza. Inaweza ikawa ni lugha ya mbinguni ambayo Roho anampa mtu kuweza kuisema, lakini inaweza ikawa ni lugha ya duniani ambayo hujawahi kujifunza kabisa, ukashangaa unasema lugha ambayo wala wewe huielewe. Ni nani? Ni Roho Mtakatifu ambaye anaiachilia hiyo ndani ya moyo wako. Sema amina kama unanielewa. Lakini tuangalie kujazwa Roho Mtakatifu, sura ile ya 2 ya Matendo ya Mitume mstari wa 4. Nini maana ya kujazwa na Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste? Lazima tuelewe maana yake ni nini. Kujazwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste ilimaanisha mwanzo wa kutimia kwa ahadi ya Mungu katika Yoeli 2:28 hadi 29. Yoeli. Maana yake kwamba tunaelewa unabii ulitolewa na Yoeli. Ukienda kusoma hapo, ulitolewa na Yoeli ya kwamba nyakati za mwisho atamiminwa Roho Mtakatifu ndani ya wote wenye mwili. Sasa kubatizwa kwa Roho Mtakatifu siku hiyo ya Pentekoste
ilikuwa inatimia ile ahadi kwa wanafunzi wa mwisho. Na tunaona wazi kwamba kumwagwa kwa Roho Mtakatifu juu ya watu wote inadhihirisha ya kwamba ndipo siku za mwisho zilipoanzia. Unaweza kujiuliza siku za mwisho ni lini? Maana mwingine anaweza kuwa tunasubiria siku za mwisho, lakini nakwambia leo, na tukaanza kutembea katika siku za mwisho, na unatembea katika siku za mwisho, ninakwambia katika maeneo haya lazima uelewe, na Yesu aliweza kutabiri ya kwamba siku za mwisho kutaongezeka kwa maasi, kutaongezeka na uovu wa kila namna, na ndio nyakati tulizo nazo, na ndipo tunapotembea. Tuko siku za mwisho. Sizungumzi kwa habari ya siku za mwisho, ninazungumza kwa maana ya kuchashwa katika Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Haleluya. Biblia unaandika siku za mwisho za kipindi hiki zilikwisha anza. Siku za mwisho za kipindi hiki nimesema zimekwisha kuanza, na tunatembea kwenye siku za mwisho. Maana yake tuko mwishoni kabisa. Wewe mtu wa Mungu lazima ukae uelewe kabisa kwamba tuko mwishoni. Watu wa Mungu tunasubiria unyakuo ambao Yesu atakaporudi kulinyakua kanisa lake. Ninapata huzuni sana jana. Sijaweza kuambia watu wa Mungu. Maana napokea simu jioni ya kwamba dada yetu amefariki. Ni dada mdogo sana wa mbali kabisa. Huyu binti alikuwa ni mwalimu. Nasema kwamba walishangaa nyumbani, anakaa na kijana mmoja. Anakuta usiku milango iko wazi, anaingia milango ya chumbani wazi. Anasema hapana, hebu leo nijitie nguvu niingie chumbani kwa dada kule. Anapoingia na mkuta amekwisha kufa. Haujui siku wazi, hauelewi huku nyakati za mwisho. Anza kuishi sawa na nyakati za mwisho. Yaani unapofanya mambo yako kwa nguvu sana, kama hutafanya tena, na umwabudu Mungu kwa nguvu zote, ukijua anaweza akarudi siku yoyote. Kwa hiyo ni kila mtu sasa anakabiliwa na uamuzi wa kutubu dhambi zote na kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini jambo lingine tatu, wanafunzi walifikwa uwezo utokao juu. Luka 24 mstari wa 49. Biblia inasema, na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini mpaka mvikwe uwezo utokao juu. Yesu anazungumza na wanafunzi wake. Wakati wa Yesu amewaagiza ya kwamba enendeni ulimwenguni mote, lakini bado alitazama akawaona ya kwamba walihitaji nguvu. Na hata wanafunzi hawa, na walipopokea nguvu siku hiyo ya Pentekoste, wakaanza kumshuhudia Yesu kwa nguvu sana katika maisha yao. Ni kuhamasisha kanisa la Mungu ingia kumshuhudia Yesu kwa nguvu sana. Waeleze watu wamjue Yesu. Maana dunia ipo gizani leo. Ni kizazi ambacho hakimjui Yesu. Kinajua chumvi, mafuta na maji na vitambaa na keki za upako bashi. Na ili tuweze kuwahubiri watu hawa, ni lazima tuvikwe uwezo. Sema amina. Ni lazima upokee nguvu, utembee katika upako wa kimungu, utembee katika uwezo wa kimungu. Haleluya. Kuna Yesu anarudi. Roho Mtakatifu alipokuwa anashuka akadhihirisha asili yake, ya kwamba yeye ndiye Mungu, na ya kuwa yeye ndiye anayeleta wokovu
ulimwengu wote. Kwa hiyo tunaposema Pentekoste, tunasema kwamba Pentekoste ndio moyo wa umisheni. Tunawaona wanafunzi wamekwisha kupokea nguvu, wakaanza kusambaa, wakaanza kazi ya umisheni. Maana ndio mwanzo wa umisheni ulikwisha kuanza. Ninajiuliza sana leo, watu wa Mungu, habari ya umisheni. Mungu atusaidie, tuko nyuma sana. Leo hata mtu anapojiita ina kwamba ni missionary, sio kwamba nakwenda kufikia roho za watu. Wengi wamekuwa ni kufikia mifuko ya watu, ni kufikia pesa za wanadamu, sio kumhubiri Yesu. Ndio maana tunayo mafundisho na mahubiri mengi machafu, ina kwamba njoo upokee, utapata visa ya Ulaya, njoo upokee machumba. Ninataka uelewe leo, Yesu akufa ili watu wapokee machumba, waende Ulaya na maeneo mbalimbali. Yesu alikuja ili watu waende mbinguni, wakamwone Mungu aliye hai. Na umeshaaminiwa kuokoka, machumba yatakuja, pesa zingine zitakuja, maana yeye ndiye mwenye vitu vyote. Lakini twende haraka tukamwombe Mungu. Leo nataka tumuombe Mungu, kila mmoja achazwe, apokee nguvu leo. Haleluya. Wangapi wako tayari kupokea? Na kuahidi unakwenda kupokea leo. Maana ni siku ya Pentekoste, lazima Mungu alithibitishe. Lakini 5, andika, wanafunzi wakawa wahudumu wa Roho Mtakatifu. Wanafunzi wakawa wahudumu wa Roho Mtakatifu. Wakamhubiri Yesu, wakamshuhudia. Lakini sio kwamba waliishia kumhubiri Yesu peke yake, hapana. Bali hawa walifikia hatua ya kuweza kuleta uamsho kwa wengine. Maana hawa wamepokea, wanahubiri, wakawa sababisho la kuleta uamsho kwa wengine. Yaani mtu anapookoka, wanamwombea, anapokea Roho Mtakatifu. Nataka unielewe, mtu wa Mungu, leo hii waliojazwa makanisani, ninabidi kusema ni wachache. Lakini ambao hawajajazwa ndio wengi. Nenda sehemu yoyote. Lakini wenzetu walipoweza kupokea ile nguvu, wakawa sababu ya waamini wengine wote kupokea vipawa vya Roho Mtakatifu, na kwa kukubali kwamba mtu ameokoka na akae siku nyingi. Hapana, kila anayeokoka wanajazwa Roho Mtakatifu pale pale. Kila anayempokea Yesu anajazwa na Roho Mtakatifu. Na ndio hiyo ambayo namlilia Mungu, kila anayeokoka hapa lazima apokee nguvu, lazima ajazwe. Haleluya. Maana ahadi hiyo ni kwa ajili ya kila ambaye anayemwamini Yesu, ndio ahadi yake. Lakini 6, mwisho, kwa njia ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, wafuasi wa Kristo walifanyika walivyo kwa huduma yake Yesu Kristo. Ukisoma Yohana sura ya 14 mstari wa 12, Biblia inasema wazi, wakati wa Yesu anasema, kila atakayemwamini atafanya kazi kubwa kuliko ambazo Yesu alizifanya. Sasa sio kwamba eti ukimwamini tutamzidi Yesu kazi alizofanya. Hapana. Yesu mwenyewe, yeye kazi yake ilikuwa ni muda mfupi kisha aondoke. Anapoishia yeye, huyo Yesu anaishia, ndipo wanafunzi wanaanzia hapo kuendelea na kazi ile. Kwa hiyo tunakuwa warithi, tunarithi kazi ambazo Yesu alizifanya, na sisi ndizo ambazo tunarithi ili tuweze kuzifanya, na tunazifanya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu pekee akishaingia ndani, lazima tuyaone mambo ya ajabu yanafanyika. Hawa wanafunzi waliendelea
kufanya na kufundisha yale yote Yesu aliyoanza kuyafanya, wakaendelea kuyafanya siku zote katika maisha yao, na hata leo tunatamani tuendelee kuyafanya hayo Yesu ambayo aliyafanya. Kila mmoja ni mtumishi wa Mungu aliye hai, kila mmoja ni mhubiri. Hayo lazima ufurahie kuifanya kazi ya Mungu, lazima uwe na furaha ya kwamba kwa sababu ninafanya kazi ya Baba yangu aliye hai. Haleluya. Sikiliza, ukiingia kuifanya kazi ya Mungu, utashangaa, utaziona baraka za Mungu, hata yale ambayo hujayaomba, hata kama kuna shida zingine zitakwenda kutatuliwa, maana unafanya kazi yake. Na kama haufanyi kazi ya Mungu ambayo Yesu amekuachia, maana yake wewe ni mkosaji. Mungu atusaidie sana. Lakini ninataka nimaliza kusema hivi. Roho alishuka siku ya Pentekoste, na hata leo hii anakwenda kushuka ndani yako. Na atashuka kwa namna gani? Ni wewe mwenyewe utakapojiachilia, yani ufahamu wako na moyo wako ukifunguka, yeye mwenyewe huwa anakuja tu, wala huna haja ya kuhangaika kwamba nijikusanye nifanye nini. Ni wewe kutuliza akili yako na kuvunja mawasiliano yote na kubakia na Roho mwenyewe. Yeye mwenyewe anashuka tena kwa nguvu nyingi sana. Na ukiangalia leo ni siku ya Pentekoste, lazima dhihirishe ya kwamba Pentekoste ilikuwa ni ya namna gani siku hiyo. Maana yeye alisema, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni mchini humu mpaka mvikwe uweza utokao juu. Ninaamini mchana wa leo watu wanakwenda kuvikwa uweza wa Mungu, watu wanakwenda kupokea nguvu mpya, watu wanakwenda kufurika leo, maana ndio kusudi la Mungu. Hatuko hapa kwa ajili ya kupiga stori, tuko hapa tumwone huyu Yesu. Mungu wetu ni mwema, vile alivyoshuka siku ya Pentekoste, na hata leo anakwenda kushuka. Nisikilize, ili ashuke lazima kwanza uniandae moyo wako vizuri na ufunge mawasiliano, halafu baki mwenyewe. Na namna ambayo inayotokea ni kuwekewa mikono juu yako. Sasa kama umekaa vizuri, yani mikono inapokwenda kutua kichwani mwako, utasikia nguvu ya ajabu mno inayoshuka ndani yako. Lakini wengine hawapokei kwa sababu nakuta yuko hapo, maana anawaza sijui hata kuna dudu gani, kitu gani kitatokea, mara afungue macho amwangalie fulani kwamba kuna huwa hatuangaliani penye maeneo hayo. Biblia inasema, maana ghafla siku ya Pentekoste wakashangaa uvumi ukienda kwa kasi wa nguvu ukaijaza nyumba ile. Tukaona ndimi za moto, wanashangaa kila mmoja moto unawaka juu yake. Hawakuwa na sababu ya kushangaa ya kwamba na hii hali ya namna gani. Wao walikuwa wamemwishia Bwana. Hayo mchana wa leo, ingia rohoni. Maisha mtu wa Mungu bila Roho Mtakatifu ni kujirisha upepo. Maisha bila Roho Mtakatifu utaweza kushinda dhambi. Moja, lazima uwe umezaliwa mara ya pili kweli kweli. Matendo ya Mitume 2:28. Lazima uwe umezaliwa mara ya pili kweli kweli. Lakini lazima uwe na njaa ya kumtaka Mungu sana katika maisha yako. Hiyo njaa ndio ambayo itafanya uweze kupokea Roho Mtakatifu. Yohana 7:37. Na tatu, uwe tayari kumtii Mungu na kuwa shahidi wake. Matendo 5:32. Lakini mwisho, uwe na imani. Imani ndiyo chombo cha kupokelea chochote kutoka
maana ni Pentekoste. Unaposongea hapa uwe na imani kwamba nakwenda kupokea, maana hata Yesu alisema Luka 11:10 ya kwamba kila omba anapokea. Kwa hiyo tunakwenda kupokea leo. Kama kulia tunalia sana, ninakusihi leo unakwenda kupokea. Haleluya. Wakati huu inaomba kwa miguu yako simama. Nilishasema tunapoanza kuomba milango yote ifungwe, watoto wasiweze kutoka au mtu yeyote. Milango yote ikafungwe. Tunakwenda kumwita Mungu aliye hai. Leo mchana hii lazima Mungu tumone na kila mmoja amone Mungu. Ninaamini anakwenda kuonekana. Sio kwamba tunaposema tuombe unabakia tu unaangalia, hapana. Endelea kumwomba Mungu, sema ninakuhitaji Mungu aliye hai. Luka 11:9 na mstari wa 13. Lakini mbili, pokea kwa imani. Luka 11:10 nimekwisha kusema kila omba anapokea. Na 3, kwa imani nena kwa lugha toka ndani. Ninaomba simama hapo ulipo. Tunataka tukamwite Mungu mchana wa leo. Bila Roho Mtakatifu hutaweza kupambana na upinzani wa maisha haya. Hutaweza kushindana na shetani katika maisha haya. Lazima kwanza Roho aingie ndani yako, na akishaingia ndani yako utakuwa mshindi. Roho wa neema ndiyo ambaye atakayekuwezesha kwenda kumwona Yesu aliye hai. Saidia watu hawa washike, waachilie, kama naye waachilie ende tu. Imara baba, ninaomba msaada wako, ninaomba kata haya, pokea mwanangu, pokea kwa jina la Yesu. Tayari ameshuka. Imara baba, yandura bashata, tayari ameshuka. Ni wewe uliyebakia. Ni Pentekoste, ni Pentekoste. Yakakataka, yandara baba, imara
Now